Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameonya viongozi wa kisiasa dhidi ya kuchochea chuki za kikabila kufuatia mizozo katika mpaka wa Garissa na Kitui. Akizungumza mapema leo katika kituo cha SKM, Kalonzo alishutumu serikali kwa kulegea kushughulikia shambulizi la Tseikuru na kusema kuwa ni sharti ujangili udhibitiwe kikamilifu ili kuzuia vifo zaidi vya watu wasio na hatia. Wakati huo, viongozi kutoka eneo la Kaskazini Mashariki wameshtumu vurugu katika barabara ya Mwingi kuelekea Garissa, wakionya kwamba mapigano yanayoendelea yanaweza kuharibu mafanikio yaliyopatikana kwa miaka mingi ya kuishi kwa amani katika jamii. Mwanahabari wetu Abdiaziz Hashim na taarifa hiyo. Huku mvutano ukiendelea katika mpaka wa Garissa na Kitui kufuatia shambulizi la Tseikuru lililosababisha vifo vya watu 8. Viongozi wa eneo hilo wameanza kuzungumzia hali hiyo, wakiongozwa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka aliyetoa wito wa utulivu na kuiomba serikali kuchukua hatua za haraka kurejesha usalama. Msilipishe kisasi. Wachaneni na magari yapite, hakuna haja. Any attempt to foment division, fear and instability must be firmly rejected. Akizungumza katika kituo cha SKM leo, Kalonzo Musyoka aliwataka wananchi kuwa watulivu na kufanya mazungumzo badala ya kulipiza kisasi, hasa kwa familia zilizoathirika. But you also read a political motive into this, because this has never happened. Cooperate with security forces. Help identify the perpetrators who hide behind your great community. Kwa hivyo ningeuliza serikali ingililie, ilete utulivu katika kaunti yetu ya Kitui. Wakati huo, viongozi kutoka eneo la Kaskazini Mashariki wamekashifu shambulizi hilo katika barabara ya Mwingi Garissa, wakionya kuwa mapigano yanayoendelea yanaweza kuharibu amani iliyokuwepo kwa muda mrefu kati ya jamii jirani. We unequivocally and in the strongest possible terms condemn these acts of violence, particularly those fueled by ethnic hostility, incitement and lawlessness. Viongozi hao pia wameelezea hofu kuhusu kuongezeka kwa ukosefu wa usalama katika mpaka wa Kitui na Garissa, ambapo mapigano yamesababisha vifo, majeruhi na uharibifu wa mali. These deeply disturbing incidents constitute a grave affront to peace, human dignity and the rule of law. Haya yanajiri huku viongozi wa kidini wakilaani tukio hilo na kuwataka wanasiasa kuepuka kuligeuza suala hilo kuwa la kisiasa. Maombi yetu ni wasuluhishe na shida iishe na amani ikue. Usalama sasa umeimarishwa katika eneo la Mwingi kufuatia maandamano yaliyozuka Jumatano. Abdiaziz Hashim, Darubini.